tumekutana kwa jambo hili kubwa la kupokea na kuzindua ujenzi mkubwa wa madarasa, mabweni na vyoo. Kwa hiyo tumshukuru sana, kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuwaona Barrick kama wadau wa muhimu, na tuwashukuru sana na kuwapongeza Barrick kuona kwamba mnaweza kuleta fedha na kuwekeza kwenye sekta hii muhimu ya elimu, na tunaomba kuendelea na mashirikiano haya kwa kuwa bado tunahitaji kuimarisha elimu. Ni chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndipo yalipoanzishwa mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wenzetu hawa wa Barrick Twiga Minerals Corporation. Mazungumzo haya ndiyo yaliyopelekea kupatikana kwa dola za Kimarekani milioni 30 ambazo ni zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 70 ambazo zimetumika kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili kwenye ujenzi wa madarasa, kwenye ujenzi wa mabweni na kwenye ujenzi wa matundu ya vyoo kwenye shule zaidi ya 130. Na nielekeze pia ile kamati ambayo ilishiriki kwenye negotiations wakati ule wa mwaka 2023. Ninamkumbuka ndugu yangu Cheyo, ulikuwa kwenye ile kamati, na wakati huo niwaambie nilikuwa katibu mkuu wizara hii. Kwa hiyo Barrick, nitafurahi tena kuona kwamba mnaingia kwenye majadiliano mengine. Mlango Mheshimiwa Rais na rais wa Barrick walishafungua mlango huu. Kwa hiyo kazi kwetu tuendelee kuendeleza haya waliofungua, ili hii awamu tunayoendea ikikamilika, basi tuendelee na discussions ili tuweze kupata fedha nyingine ili tuendelee na ujenzi na kuimarisha miundombinu ya shule. Uwekezaji huu ambao tumefanya kwa bilioni 70 za Kitanzania, ambayo ni sawa na milioni 30 za dola za Kimarekani, una maana kubwa kwa jamii na mchango ambao unaenda moja kwa moja kuboresha mazingira ya kujifunzia, kupanua nafasi ya elimu na kuwapa watoto wetu fursa ya kusoma katika mazingira bora, salama na yenye staha. Tunategemea mradi huu utaleta manufaa makubwa na itaongeza nafasi za wanafunzi kujifunzia katika mazingira bora zaidi. Mradi huu ulianzishwa kwa lengo la kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi wanaojiunga na elimu ya kidato cha 5, wale waliofaulu vizuri, na afua ambazo zimetekelezwa mpaka sasa hivi ni ujenzi wa madarasa 1090, mabweni 270 na matundu ya vyoo 1640. Na ujenzi huu kama nilivyosema awali, Mheshimiwa mgeni rasmi, umefanyika nchi nzima. Sisi wenyeji wa hapa Kibaigwa tuna sababu kubwa ya kushukuru kwamba ni sehemu moja ya kutambulika kwamba ni eneo ambalo linatengeneza kitu ambacho ni hatua ya kimaendeleo huko tunakokwenda.